kutoka idhaa hii ya Kiswahili muda huu. Karibu. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na mtaalamu wa kuruka kwa mwavuli anusurika kifo baada ya kupaa hadi ndani ya mawingu, kesi ya timu ya matibabu ya Maradona yasitishwa, wanamuziki watano wa uwawa na genge la uhalifu Mexico, ushuru wa Trump unaweza kuendelea kwa sasa, mahakama ya rufaa yasema, ukosefu wa usalama washuhudiwa Gaza, na Hamas kukataa mpango mpya wa usitishwaji wa mapigano Gaza. Naam. Na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na Uchina yamekwama kidogo. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kauli yake inawadia chini ya wiki tatu baada ya makubaliano ya muda wa biashara kufikiwa kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani, huku zote zikabiliana na kupunguza ushuru wa tit for tat. Bessent aliambia shirika la habari la Fox News siku ya Alhamisi anadhani kwamba kutokana na ukubwa wa mazungumzo, kutokana na utata, kwamba hii inahitaji viongozi wa nchi zote mbili kupimana. Utawala wa ushuru wa kimataifa wa Donald Trump ulipata pigo Jumatano kufuatia uamuzi kwamba alikuwa amevuka mamlaka yake. Mipango yake imerejeshwa kwa muda baada ya ikulu ya White House kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Marekani na Uchina zimethibitisha kuwa zitapunguza ushuru unaotozwa kwa bidhaa za nje mapema mwezi huu kufuatia mazungumzo nchini Uswizi. Mkataba huo ulihusisha mataifa yote mawili kufuta baadhi ya ushuru kwa pamoja na kusimamisha mengine kwa siku 90 ifikapo tarehe 14 Mei. Takribani watu 110 wamefariki dunia kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa katikati mwa Nigeria, maafisa wamesema. Mvua hiyo iliyokunya kwa saa kadhaa, amesema mkuu wa mamlaka inayosimamia masuala ya dharura katika jimbo la Niger, Abdullahi Babaara. Ameongeza kuwa maji ya mafuriko yalisomba zaidi ya nyumba 50 na makazi. Mkuu wa wilaya Mokwa, Mohamed Shaba Aliu, amesema zaidi ya miaka 60 tangu jamii kukumbwa na mafuriko ya aina hiyo. Urusi inasema itatumia wajumbe wake mjini Istanbul Jumatatu ijayo kwa ajili ya duru ya pili ya mazungumzo ya amani Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kuwa masharti ya Moscow ya kufika kwa makubaliano ya muda yanaandaliwa yanatarajiwa nchini Uturuki. Ukraine imesema bado inajitolea kufanya mazungumzo, lakini haitatuma ujumbe hadi itakapopokea maelezo
ya mapendekezo ya Urusi ya kusitisha mapigano. Duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya wajumbe wa ngazi ya chini ya Urusi na Ukraine ilifanyika mapema mwezi huu na kusababisha pande zote mbili kuwarudisha mamia wafungwa katika upokezanaji mkubwa zaidi tangu kuanza kwa uvamizi kamili wa Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha amesema Ukraine tayari imetuma mruwaza wake ya hatua ya baadaye kwa Urusi, akiongeza kuwa Moscow lazima ikubali usitishwaji vita bila masharti ili kutoa njia ya mazungumzo mapana. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imemjibu Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, ikimtuhumu rais huyo kuwa kwenye vita dhidi ya taifa la Kiyahudi. Hapo awali Macron alisema itabidi kuimarisha msimamo wa pamoja ikiwa Israeli itafanya jitihada zaidi kukabiliana na hali ya kibinadamu huko Gaza. Katika majibu yenye maneno makali kwenye ukurasa wa X, wizara hiyo imeandika, ukweli haupendezi Macron, huo ni uongo mtupu. Katika siku za hivi karibuni Umoja wa Mataifa unaendelea kushinikiza msaada zaidi kuruhusiwa kuingia Gaza kufuatia kupunguzwa kwa kizuizi cha wiki 11. Mapema siku ya Ijumaa, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu ilishitumu Israel kwa kuzuia idadi kubwa ya misaada kuingia Gaza. Afisa wa Hamas Bassem Naim amesema Hamas imepokea jibu rasmi kutoka Israeli kwa pendekezo linalotolewa na ujumbe maalum wa Marekani ambaye ni Steve Witkoff. Jibu hilo la Waisrael, Naim amesema, linashindwa kukidhi matakwa yote ya haki na uhalali wa watu wao. Safari za ndege zimesitishwa kwa muda katika uwanja mkuu wa ndege wa Liberia Alhamisi usiku baada ya ndege ya kibinafsi iliyokuwa imembeba Rais Joseph Boakai kukumbwa na hitilafu na kulazimika kutua ghafla. Sehemu ya gia ya kutua ya ndege ya rais iliharibika ilipokuwa uwanja wa ndege. Mamlaka ya uwanja wa ndege imesema kisa hicho ambacho kilizua hofu katika uwanja wa ndege huo isababisha safari zote za ndege zilizopangwa usiku huo kuahirishwa, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Rais Boakai ambaye alikuwa akirejea kutoka safarini nchini Nigeria na wasaidizi wake aliondolewa katika eneo la tukio huku mamlaka ikianza uchunguzi. Picha za ndege iliyokwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Roberts limesambazwa kwenye mitandao ya kijamii na kusababisha wasiwasi kuhusu usalama wake. Mtaalamu wa kuruka wa mwavuli wa Uchina amenusurika kifo kwa kurushwa kibahati mbaya umbali wa mita 18,500 futi 27,800 angani kaskazini magharibi mwa Uchina, kulingana na ripoti ya vyombo vya habari vya serikali. Peng Yujiang, miaka 55, alikuwa akifanya majaribio ya vifaa vipya akiwa mita 3,000 juu ya usawa wa bahari katika milima ya Quilian wakati mkondo wa upepo usio wa kawaida ulipovuta takribani mita 5,000 juu ya hadi kwenye mawingu. Katika video iliyosambazwa kwenye TikTok, Bwana Peng alionekana akijaribu kudhibiti mwavuli, uso wake na sehemu kubwa ya mwili wake ikiwa imefunikwa na vijipande vya barafu. Kesi ya wahudumu wa afya Diego Maradona haiwezi kuendelea nchini Argentina baada ya kubainika kuwa jaji aliyehusika katika kesi hiyo alishiriki katika makala ya kuihusu. Hakimu anayesimamia kesi hiyo iliyoanza Machi 11 ilitarajiwa kuendelea hadi Julai, amesema italazimika kuanza tena. Wanachama 7 wa timu ya matibabu ya Maradona walishtakiwa kwa mauaji ya kizembe yaliyohusiana na kifo cha mwanasoka huyo wa zamani mnamo mwaka 2020. Raia wa Gabon wametoa heshima zao kwa mchezaji wa timu ya taifa Herona Boumbenza aliyefariki dunia tarehe 16 mwezi uliopita baada ya kuanguka kutoka katika orofa ya 11 nchini China.
Waombolezaji walikusanyika katika uwanja wa michezo wa Palace Day Sports mjini Libreville kutoa heshima zao za mwisho kwa mchezaji huyo aliyefariki akiwa na umri wa miaka 28. Alichezea timu ya taifa ya Gabon mara 35 ambapo alifunga mabao yapatao 35 akichezea pia klabu ya Bordeaux nchini Ufaransa kabla ya kuelekea nchini Ureno, Marekani, Romania, Qatar na Uchina. Nchini DRC, jamii ya makabila ya Wahema na Walendu katika eneo la Jugu zimetia saini makubaliano kuelekea amani katika eneo hilo ambalo limekuwa kitovu cha makundi yenye silaha. Hafla hiyo ilifanyika Alhamisi wiki hii katika mji wa Fataki, kilomita 85 kutoka mji wa Bunia wilayani Ituri. Nchini DRC, hatua za rais wa zamani Joseph Kabila kuonekana hadharani kwa mara ya kwanza katika mji mkuu wa Kivu Kaskazini na kukutana na kiongozi wa dini. Hali hiyo imezua mjadala ambapo wakazi wa Goma wakiwa na maoni mseto. Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila jana alionekana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya kuwasili katika jiji la Goma, jiji linalodhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kabila alikutana na viongozi wa dini. Mwandishi wetu Chube Ngorombi Daniel ametutumia ripoti ifuatayo. Viongozi wa madhehebu ya Kikristo wamejulisha malalamiko yao baada ya kukutana na rais huyo wa zamani wa DRC, kama anavyojulisha hapa Askofu Joel Amurani, mmoja wa viongozi wa madhehebu ya Kikristo mkoani Kivu Kaskazini. Rais Kabila alitualika sisi, tunampendekeza kumwambia kwamba yeye kama vile rais wa zamani alipigana vita na kufanya kazi kwa ambaye tunaisifu sisi wote muda wa miaka 18. Hiyo hekima, hiyo ujuzi, moyo ambaye alitumikisha ili amani irudi, afanya yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi. Viongozi hao wameongeza kuwa Joseph Kabila aliwajulisha kuwa ni kwa lengo la kusikiliza mahitaji ya raia ndipo aliwasili jijini Goma, na kwa hayo baadhi ya raia wa Goma wamejulisha pia vile vyote venye viko banaeleza siyaona faida yangu. Mechenye mena tafuta muvile vyote kenye kitatuletea amani sisi wa Kongomani. Kabila ameingia muvitu mbaya sana vyenye havifurahishe raia. Tunaomba amani, kwani vita imetutatiza. Wanawake wamebakwa, wababa wameuawa, watoto vile vile. Tunaomba amani. Karibu sana, tunashukuru. Naye Tony Mali ya Batu kutoka shirika la raia Kivu Kaskazini amejulisha kuwa ni mapema mno kwa Joseph Kabila kutembelea Kivu Kaskazini wakati akishutumiwa na serikali ya DRC kuunga mkono waasi. Kama seneta wa Kongo, kwangu nawaza ni mapema zaidi kulipitia tendo hilo, kwani tuna changamoto kubwa. Joseph Kabila ametembelea mkoa wa Kivu Kaskazini siku chache tu baada ya serikali ya Kinshasa kumwondolea kinga ya kutoshtakiwa. Chube Ngorombi, Goma, RFI Kiswahili. Tukiingali katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambapo hali ambayo inazidi kuendelea pale ni kutokana na taarifa ya Constant Mutamba, Bunge wa bunge la taifa huko Kinshasa, huko DRC, msikilizaji, wamemwondolea kinga ya kutoshtakiwa waziri wa sheria Constant Mutamba, na sasa anahitajika kufika mbele ya mwendesha mashtaka kujibu tuhuma za ubadhirifu wa pesa kiasi cha dola za Marekani milioni 39 zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa gereza jipya la Kisangani, mkoa wa Chopo. Na katika taarifa nyingine ni kwamba Ngugi wa Thiong'o, mwandishi maarufu na msomi kutoka Kenya aliyefariki dunia nchini Marekani akiwa na umri wa miaka 87, anaendelea kuombolezwa kwa dunia nzima, wakati huu wanaharakati mbalimbali na waandishi wa habari kutoka Kenya wakizungumzia kuhusu kazi yake.
Na wanahabari nchini Kenya wanaendelea kumwenzi msomi na mwandishi maarufu Ngugi wa Thiong'o ambaye urithi wake katika fasihi, siasa na harakati za kijamii umeendelea kuhamasisha vizazi vya Waafrika na watu duniani kote. Akiwa nyumbani kwake jijini Nairobi, mwanaharakati Ndungi Githoko alitafakari juu ya mchango mkubwa wa uandishi wake Ngugi na uhusiano wa karibu waliokuwa nao. Young people must read. Lazima wasomi kuhusu Ngugi wa Thiong'o. Ni kupitia tu kuingiliwa na mtu ataanza kumuelewa. Nilikuwa miongoni mwa watu wachache waliopata bahati ya kuketi naye, kuzungumza naye na hata kukesha naye, tukibadilishana mawazo. Alikuwa mtu kufanya mzaha kutokana na kitu chochote. Angecheka, pia angetuchekesha sisi. Kwa kweli, alikuwa mtu mtulivu na alikuwa kama baba. Kupitia riwaya, insha na tamthilia zake, Ngugi alijitokeza kuwa sauti ya wanyonge, akifichua unyanyasaji wa kisiasa, kijamii na kiuchumi. Ndicho alichokuwa kikuu alichokuwa nacho, kwamba mara ulipomwona unapaswa kufuatilia hadi mwisho. Hakuna tatizo lote kuendelea kuzungumzia kuhusu kile alichokiamini. Hakuna hasara yote utakaowasaliti watu wako, kwa sababu Ngugi hakuwahi hata mara moja kuwasaliti watu wetu. Mnamo Disemba mwaka 1977, Ngugi alikamatwa na kuwekwa kizuizini kwa mwaka mzima bila kufunguliwa mashtaka baada ya tamthilia yake maarufu Ngahika Ndenda, yani Nitaoa Nikipenda. Kutokana na vitisho vya kisiasa na habari kuwa idara ya usalama chini ya Rais Daniel Arap Moi wakati huo ilipanga kumkamata na hata kumuua, Ngugi alilazimika kuingia uhamishoni mwaka 1982. Akiwa uhamishoni alifanikisha taaluma ya kifasihi na akawa profesa wa Kiingereza na fasihi katika chuo kikuu cha California, Irvine, Marekani. Mwandishi mkongwe wa habari Parselelo Ole Kantai pia alitoa heshima zake kwa Ngugi. Ngugi alikuwa mtu mashuhuri na mwenye ushawishi mkubwa kwa kizazi hiki. Ni kizazi ambacho kilizaliwa na kukulia kwa maono ya asili yaliyotengwa na wakoloni, na kwa namna fulani waliweza kuvuka mipaka hiyo ili kutimiza matarajio yaliyokuwekwa na ukoloni, na kisha walivuka hata hayo matarajio na kuanza kufungua njia mpya mbali na kuolewa kwa mahalisi ya kuwa. Ngugi wa Thiong'o ameendelea kuwa ishara ya uthubutu wa kiakili na mapambano ya ukombozi wa Afrika. Katika nyakati ambapo fikra huru mara nyingi hukandamizwa, urithi wa Ngugi wa Thiong'o unazidi kuwa mwanga kwa wasomi, wanaharakati na vizazi vipya vinavyotafuta mabadiliko ya kweli. Watu zaidi ya 70 wamepoteza maisha jijini Khartoum nchini Sudan kwa kipindi cha siku 2 baada ya kuambukizwa ugonjwa wa kipindupindu. Afya jijini Khartoum imesema hali imeendelea kuwa mbaya, ambapo maambukizi mapya 942 yameripotiwa, huku vifo 25 vikiripotiwa siku ya Jumatano. Wakazi wa Khartoum wanakabiliwa na kipindupindu wakati huu wakiendelea kukumbwa na vita kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF ambao wamekuwa kipigana kwa miaka 2 sasa. Khartoum haina hospitali za uhakika kwa sababu ya vita ambavyo vimeharibu miundombinu za afya kwa 90% na kusababisha maafisa wa afya kukimbia na kuacha wagonjwa bila msaada, huku katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akitangaza kuanza kutolewa kwa chanjo ya kipindupindu katika wilaya ya Jebel Awila ambayo ndio iliyoathiriwa zaidi. Ongezeko hili la kipindupindu pia linakuja wakati huu RSF ikiendeleza mashambulio dhidi ya miundombinu muhimu hasa ya umeme na kusababisha giza jijini Khartoum. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na Uchina yamekwama kidogo na huenda ikahitajika uingiliwaji wa Rais Donald Trump wa Marekani na Rais Xi Jinping wa Uchina. Jimbo la Somaliland linaongozwa nchini Somalia limefungua ofisi yake ya uwakilishi jiji kuu la Nairobi, Kenya, katika harakati za kutafuta utambulisho kikanda
Awali Kenya ilikuwa imezuia Somaliland kufungua ofisi zake jiji kuu la Nairobi, lakini rais wa jimbo hilo Abdirahman Mohamed Abdullahi amedokeza kuwa Rais William Ruto alimpa idhini hiyo ili kuimarisha masuala ya kibiashara na diplomasia. Wakati huo wa ufunguzi, Abdullahi alikuwa na kauli hii: Bila shaka nawashukuru sana watu mbalimbali waliojitolea kuhakikisha kwamba hili linafanyika, wakiwemo watu mashuhuri kwenye serikali ya Kenya na rais wa nchi hii kuwezesha kufunguliwa kwa ofisi hii ya uwakilishi ya watu wa Somaliland. Napenda niwaambie kwamba ofisi hii ni yenu. Tunachofanya hapa sio kufungua tu ofisi hii, ni kuimarisha uhusiano wetu ambao umeendelea kuimarika bila kutumia nguvu. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila jana alionekana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya kuwasili Goma, jiji linalodhibitiwa na waasi wa M23. Kabila alikutana na viongozi wa dini. Mwandishi ambaye yupo eneo hilo ambaye ni Chube Ngorombi alifuatilia kilichojiri kwenye kikao hicho na ana maelezo haya. Ya Kikristo wamejulisha malalamiko yao baada ya kukutana na rais huyo wa zamani wa DRC, kama anavyojulisha hapa Askofu Joel Amurani, mmoja wa viongozi wa madhehebu ya Kikristo mkoani Kivu Kaskazini. Rais Kabila alitualika sisi, tunampendekeza kumwambia kwamba yeye kama vile rais wa zamani alipigana vita na kufanya kazi kuwa ambaye tunaisifu sisi wote muda wa miaka 18. Hiyo hekima, hiyo ujuzi, moyo ambaye alitumikisha ili amani irudi, afanya yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi. Viongozi hao wameongeza kuwa Joseph Kabila aliwajulisha kuwa ni kwa lengo la kusikiliza mahitaji ya raia ndipo aliwasili jijini Goma, na kwa hayo baadhi ya raia wa Goma wamejulisha pia vile vyote venye viko banaeleza siyaona faida yangu. Mechenye mimi natafuta mu vile vyote kenye kitatuletea amani sisi wa Kongomani. Kabila ameingia mu vitu mbaya sana vyenye havifurahishe raia. Tunaomba amani, kwani vita imetutatiza. Wanawake wamebakwa, wababa wameuawa, watoto vile vile. Tunaomba amani. Karibu sana, tunashukuru. Naye Tony Mali ya Batu kutoka shirika la raia Kivu Kaskazini amejulisha kuwa ni mapema mno kwa Joseph Kabila kutembelea Kivu Kaskazini wakati akishutumiwa na serikali ya DRC kuunga mkono waasi. Kama seneta wa Kongo, kwangu nawaza ni mapema zaidi kulipitia tendo hilo, kwani tuna changamoto kubwa. Joseph Kabila ametembelea mkoa wa Kivu Kaskazini siku chache tu baada ya serikali ya Kinshasa kumwondolea kinga ya kutoshtakiwa. Chube Ngorombi, Goma, RFI. Ikulu ya Marekani imesema Israeli imekubali pendekezo la Rais Donald Trump la usitishwaji wa vita kwenye ukanda wa Gaza. Aidha, Marekani imesema kundi la Hamas limesema viongozi wake wanatathmini pendekezo hilo na usitishwaji vita kwa siku 60 na kuachiwa huru kwa mateka 9 wa Israel, wakiwemo wale waliopoteza maisha. Caroline Levitt ni msemaji wa ikulu ya White House. Special Envoy Witkoff and the president. Nathibitisha kuwa mjumbe maalum Witkoff na rais waliwasilisha mapendekezo ya kusitisha vita kwa Hamas, pendekezo ambalo Israeli imeunga mkono. Israeli iliridhia pendekezo hili kabla halijatumwa kwa Hamas. Na thibitisha pia kuna majadiliano hayo yanaendelea na tunatumai kuwa na makubaliano ya usitishaji vita huko Gaza ili tuweze kuwarejesha mateka wote nyumbani, na hili limekuwa kipaumbele cha utawala huu. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
Yapo basi unaungana nasi. Taarifa kuu. Urusi yashambulia maeneo ya Kharkiv na Odessa ndani ya Ukraine kwa droni. Wavumbuzi wadogo, watunga sera, wachanga na watumiaji vijana wa mtandao wa interneti wamesisitiziwa kwamba sauti zao ni muhimu wakati huu wa mabadiliko ya teknolojia. Chama tawala nchini Tanzania CCM leo kimezindua rasmi ilani yake ya uchaguzi mkuu. Naam. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki katika hatua yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Wavumbuzi wadogo, watunga sera, wachanga na watumiaji vijana wa mtandao wa interneti wamesisitiziwa kwamba sauti zao ni muhimu wakati huu wa mabadiliko ya teknolojia kama sehemu ya mabadiliko kwa ukuaji wao na kwa manufaa ya taifa. Wameelezwa hayo katika ufunguzi wa jukwaa la 14 la utawala wa mtandao wa interneti ambako wawakilishi zaidi ya 2000 kutoka nchi za Afrika wamekutana huko jiji kuu la Dar es Salaam, Tanzania. Chama tawala nchini Tanzania CCM hii leo kimezindua rasmi ilani yake ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu wakati kihitimisha mkutano wake maalum wa siku 2 huku kikibainisha idadi ya wanachama wake wanaofikia milioni ipatao 13. Katika ilani hiyo, chama hicho kimeelezea vipaumbele 9 ambavyo vitazingatiwa katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel na ambaye ni mwanasiasa wa mrengo mkali wa kulia Itamar Ben-Gvir amesema umefika wakati wa nchi hiyo kutumia kile kinachoitwa nguvu kamili katika ukanda wa Gaza badala ya Hamas kulikataa pendekezo jipya la usitishwaji vita linaloungwa mkono na Marekani na kwa madai kwamba haijakidhi matakwa yao. Waziri wa zamani wa fedha wa Mauritania Sidi Ould Tah amechaguliwa kuwa rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB katika mkutano uliofanywa nchini Ivory Coast. Sidi Ould Tah amewashinda wagombea wengine 4 katika kinyang'anyiro hicho cha kuchukua nafasi ya rais wa sasa wa benki hiyo Akiumi Adesina kutoka Nigeria. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Sasa hivi napokea maoni yako mawili matatu, alafu baadaye nitakuwa napokea sehemu ambayo ni ya makala maalum. Asante sana Baraka Magere pale hivi anasema Inter Milani anazungumzia masuala ya mpira pale, tutakuwa nazungumzia hayo. Mwanza Tanzania, hakika Urusi kuna anachokitafuta, baadaye itabainika kuwa ni kipi alichokilenga. Avidos ya pale hivi Ruamweru anasema sauti zipo
Nashukuru sana Radio 14 Africa. Asante sana, karibu. Asante sana Ledama mepetu pale Voldanyat pale Transmara Kenya. Nasikiza matangazo ya Afrika leo jioni na wapata sana kupitia jukwaa la Google. Asante Ledama mepetu na karibu. James Jewiso anasema sahi, ila watu tayari wamesha lemaa, kwani mitandao hutumia kwa mambo yasiyofaa, ila kutafutia majarida yenye ufahamu wao ni kuscroll tu, hawafati taarifa ambazo zinapendeza. Padri pale Vimoshi wa Kotela pale Vimoshi Tanzania, mpango mzuri sasa hii, ila baadhi ya watu tayari wamesha potoka kwa kutumia mitandao kwa mambo yasiyofaa. Isaya Sambo anasema kwamba anapendelea sana mtandao wa kitandawazi ama Facebook, Instagram na YouTube katika kutafuta na kusoma habari mbalimbali zinazotokea na zilizotokea duniani nisipitwe. Amani Miseyeki pale hivi, ni jambo nzuri, ila ni muda umefika jambo kama hilo liwe mikoani na pembezoni. Anazungumza hivyo Amani Miseyeki. Hiyo inanipatia fursa msikilizaji kuelekea mapumzikoni.